Kwenye makala ya afya yako leo hii tunaangazia kukonga ama kuzeeka na iwapo kuna madhara yoyote kwa maisha ya mwanadamu. Mwanahabari wetu Zipora Karani alipata fursa ya kumdadisi mkufunzi wa saikolojia ya afya Jacob Masika kutoka Chuo Kikuu cha Egerton na kumpa ufafanuzi wa kina kuhusiana na swala hili. Mataifa ya Japani na Uchina yamedhihirisha kuwa na idadi kubwa ya wazee wenye afya nzuri licha umri mkubwa zaidi ya miaka 100. Hili swala la uzee ama aging process ni swala ambalo tunafaa kulizingatia kutokana na research ambayo inafanywa. Imepatikana kwamba watu ambao wanafanya exercise, watu ambao wanaishi maisha ambayo ni mazuri katika mazingira mazuri, hawatumii vitu mbaya kama tuseme tobacco kwa wingi. Akionekana kurejelea methali kwamba njugu kuu halikosi ukoko, mwanasiasa mkongwe William Ole Ntimama aliyejaribu kuwafafanulia Wakenya umuhimu wa umri wa makamu. Usome maneno yanayohusu na old age katika Biblia. Sile inayosemekana na Ntimama. Maana juzi nilisema old age is a blessing. Old age is a gift from God. Kicheko chake labda kilizua swali akilini mwetu. Je, mimi nitafikia umri huo wake zaidi ya miaka 80 katika nyakati hizi za maisha ya kisasa ya vyakula tunavyokula visivyokuwa na manufaa yoyote ya kiafya mwilini mwetu? Maswali mengi iliibuka kuhusu dhana ya uzee yalijibiwa pale tulipopatana naye Jacob Masika, mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Egerton, kitivo cha afya, anayefundisha saikolojia ya matibabu. Kuwa mzee ni swala la tunaweza sema ni swala la kiafya na pia ni swala la kawaida. Kulingana naye, mabadiliko hutokea kwenye viungo vya mwili na hisia ya unyonge kujidhihirisha. Hata hivyo, mtu anapokuwa mzee anaweza kusoma, kuendelea na maisha yake ya kawaida na pia kumbukumbu kwenye hisia za bongo zake huwa zingalipo. Zaeka kufikia miaka 70 kwenda juu, hizi synapses zinapungua. Ma reflexes, for example, sasa mtu anapoguzwa na pin ama uchungu fulani inapungua, na hii kupungua ni kwa sababu ya kupungua kwa synaptic synapses. Anatoa tahadhari dhidi ya matumizi ya vileo na tumbako, kwani huwa na mchango wa moja kwa moja katika udhoofishaji wa viungo. Watumii vitu ambavyo vinaharibu mwili haraka. Sasa wale ni watu ambao wanaishi wakiwa na nguvu, wanaishi miili yao haizeeki haraka, kwa sababu zile vitu tunatumia mbaya zile zinaharibu mwili, pia zinachangia mtu anakuwa mzee haraka. Wakati huo athari za uzee zinabainika hapa na pale. Kwa mfano, usahaulifu huanza kujitokeza. Mtu anapokuwa katika akili, tuseme kuna ile inaitwa senile dementia, ile katika hali ya mtu kusahau. Hata hivyo, wapo wanaoonyesha maarifa mengi sana katika umri wa uzee, kinyume cha wenzao ambao yamkini huonekana kukosa busara uzeeni. Nataka ingie nyingi, every time you sleep and wake up you get older. Sasa madharau ni ya dini ya kudharau mtu. Lakini itabidi mtu anajiweka vizuri kwa mlo. Na watu ambao wanakula vyakula vya kawaida, zile zinakuwa katika mashamba ambazo hazijatoka kwa chemical, hazijawekwa chemicals kwa factory. Hata hivyo, hutegemea ni nani mhusika na jinsi alivyoendesha maisha yake katika siku za ujana. Zipora Karani nikiripotia KTN, makala ya afya yako kutoka kaunti ya Nakuru.